kuongea habari za kijana ambaye anaitwa Samsoni. Na Samsoni huyu tukiangalia maisha yake, alipatikana katika njia ya miujiza, maana wazazi wake walikuwa wamefika mwisho wa kuzaa kulingana na desturi za mwanadamu. So maandiko anasema ya kwamba baada ya mama huyu kupata ujauzito wa Samsoni, kuna maagizo ambayo alikuwa amepewa na Bwana, kama mtoto huyu ni mnadhiri wa Bwana na anafaa kutunzwa. Kitu chote ambacho Bwana amekipeana kina maagizo ama kina masharti yake, na ndio maana sikia kwamba ni mnadhiri, na akaambiwa kwamba nywele ambayo iko na kichwa chake kwamba isinyolewe. So tunaona maisha ya Samsoni jinsi yalivyo, na Samsoni akaanza safari yake katika hali ya kukua. Maandiko haya ambayo nimeyasoma ninayapenda sana, kwa sababu kuna kitu hapo ambacho maandiko inaongea. Maisha ya Samsoni alipokuwa mtu mzima, sasa anataka kuingia katika maisha ya ndoa. Na katika hali yake ya kutembea tembea, Biblia inasema kwamba akapatana na mwanamke ama msichana ambaye taifa lake ni Wafilisti, na Wafilisti na Waisraeli walikuwa na vita sana, walikuwa hawapatani. Na uelewe kwamba huyu ni mnadhiri, na huyu anarudi kwa wazazi wake, anawaambia kwamba nimepata mwanamke ambaye ni mtimida. Na uelewe kwamba Biblia imemtaja huyu mwanamke, wamemweleza tabia zake jinsi lilivyo, mama anaitwa Delila. Na tunaona maisha ya Delila jinsi yalivyo. Lakini Samsoni alipoenda kwa wazazi wake, wanamwambia naomba kwamba unipe nafasi nikapate kumwoa. Wazazi wake wanamuuliza, je, katika taifa letu la Israeli, katika ukoo wetu, katika mali yetu, kwamba hujapata msichana ukwenda kuoa hata uwe huyu Filisti asiyetahiriwa? Hebu sikia maneno hayo ambayo wazazi wanaongea, kwa sababu kuna kitu wao walikuwa najua kwa ajili ya Samsoni. Lakini Samsoni mwenyewe anazidi kung'ang'ana, anazidi kuhimiza, hapana, munipe nafasi kama nikapate kumwoa mwanamke huyu, kwa sababu ndani yake aliona upendo, kwa sababu ndani yake pia Samsoni kuna kitu ambacho Mungu alimwambia. Na hapa ndio nataka niongee maksudi ya Mungu katika maisha ya mtu. Watu wengi sana hawajaelewa maksudi ya Mungu katika maisha yao. Hata naweza kuwa uko mahali hapa haujaelewa maksudi ya Mungu katika maisha yako, wala kwa nini uko mahali hapa, wala kwa nini umeingia katika nyumba ya Bwana, kwa nini ufanye ibada, kwa nini uokoke, kwa nini ulisamehewa dhambi zako, kwa nini ukombolewe. Yani watu hawajajua maksudi ya Mungu. Lakini Samsoni huyu alikuwa amelewa maksudi ya Mungu. Haleluya! Hata kama huyu mwanamke kwamba ni Mfilisti, sio taifa lao, sio mali yao, si wa ukoo wao, hata kama wazazi wamemkataza, hata kama wazazi umri wao umepita, wanaelewa zaidi kuliko Samsoni. Lakini kile ambacho kilikuwa ndani ya Samsoni ndicho hicho Samsoni anataka kukitimiza. Maana maandiko anasema ya kwamba walimweleza Samsoni kwamba Mungu anataka kujilipiza kisasi dhidi ya Wafilisti. So Mungu angeweza kujilipiza kisasi dhidi ya Wafilisti kama hangeweza kumtumia Samsoni na Delila. Hao ndio walikuwa chanzo cha kutumika ili kwamba Mungu ajilipize kisasi. Haleluya! Na ndio maana maandiko yanasema kwamba vita si vyetu, vita ni vya Bwana. Kisasi si chako, kisasi ni cha Bwana. Na ndio maana Mungu akaamua sasa atamtumia Samsoni na Delila kwamba akapate kulipiza kisasi vita ambavyo vilikuwa
ambayo ilishinda wafalme, lakini Bwana akaamua kutumia yule ambaye ni mnadhiri wake. Na leo hili mnadhiri ndio linasimu kwamba Mungu amtumie kama Samsoni. Wajua, wacha nikwambie kitu, Mungu anaweza kuwa akakupa kitu kweli, kwa sababu umekiomba kwa Bwana na Bwana akakupatia, lakini ukakosa kujua malengo ya makusudi, kwa nini Bwana alikupatia. Haleluya! Niko na nini naongea, niko ni hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia hapa, hebu niangalie hapa, angalia hapa hii jamii Samsoni, mamake Samsoni. Bwana aliwaambia kwamba huyu Samsoni ni mnadhiri wa Bwana. Haleluya! Na neno mnadhiri kwamba ni mtu ambaye ametengwa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Lakini leo kwamba Samsoni hakuna mahali kwamba aliingia katika hema ama katika hekalu akitumika. Hakuna mahali pia inaelezea kwamba Samsoni alikuwa akitumika katika nyumba ya Bwana. Lakini leo kwamba wazazi wameambiwa kwamba huyu ni mnadhiri na kwamba akapewa masharti, mama yake asikuje mvinyo wala wembe usimpitie Samsoni. Sasa tuelewe, tuangalie kwa nini Mungu alimpatia hawa wazazi haya makusudi, na ndio Mungu aliwapatia huyu mtoto Samsoni, kwa sababu Mungu alikuwa anataka mtumie Samsoni kwamba kujilipiza kisasi dhidi ya Wafilisti. Kwa nini alipewa huyu mtoto Samsoni wakati wa uzee? Ili kwamba Mungu amtumie. Hayo ndio ilikuwa makusudi ya Mungu, amtumie Samsoni pamoja na Delila ili kwamba ajilipize kisasi dhidi ya Wafilisti. Wazazi wake walikuwa hawajui, wanajua kwamba mtoto wetu ni mtoto mtakatifu, kwamba anastahili kujiheshimu, anastahili kutembea katika njia za Bwana, lakini siri ndani ya ile china munadhiri hakuweza kuielewa, hakuweza kupata ufunuo wake. Ni hivi leo sasa uombe kitu kwa Bwana na Bwana akupatie. Kumbe Mungu anataka kupe kile kitu kwamba ufanye kazi katika ufalme wake. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Na kuwa kweli siku zako zimefika, kama vile naona kwamba za Hezekia zilifika siku zake za kufa, na Hezekia anapelekewa ujumbe na anajua Bwana Isaya kwamba ugonjwa alionao ni wa kufa, atengeneze mambo ya nyumba yake. Lakini alipogeuka ukutani akaanza kumwongelesha Bwana, Bwana akamwambia Isaya, rudi kwa Hezekia, mwambie nimeongeza miaka yake 15. Haleluya! Ile 15 inaongezewa. Siri ni kwamba Hezekia aendelee kumtumikia Bwana. Haleluya! Na hiyo ndio maisha yetu yalivyo hata sasa. Kuna vitu ambavyo tumeviomba kwa Bwana, maisha yako Bwana amekupatia, lakini bado hujajua siri. Kwa nini Mungu amekupa hayo maisha? Kwa nini Mungu amekupa hicho kitu ambacho umeshikilia? Kumbe Mungu anataka akapate kukitumia. Haleluya! Wazazi wanakataa, wanamwambia Samsoni kwamba hakuna mwanamke mwingine katika taifa la Israeli, katika mbari ya kwetu, ukoo wa kwetu, jamii ya kwetu. Lakini Samsoni anasema kwamba munipe huyu. Na ukiangalia maisha ya ndoa ya Samsoni yalikuwa maisha mazuri sana. Haleluya! Na Samsoni alikuwa anamficha mke wake zile siri za Mungu zake. Kwa wakati ambao alipofika kujificha sasa, ndio akakubali kumwambia zile siri. Ndio kuwa watu wengi ndipo jinsi alivyokuwa hai. Ndio nasema. Na ndio maana Mungu akamruhusu akapitia hali zote zile alizopitia, ya kutobolewa macho, ya kufanya kuwa kinyago, mpaka atafute watu waende washikilie kama akapate kusimama. Hata sasa hivi ulipe nguvu ikapate kujilipiza kisasi. Hayo ndio mambo ambayo Mungu alikuwa amekusudia. Na Mungu amekusudia nini katika maisha yako? Kuna mambo ambayo umeyapitia wewe, ukiangalia, mimi nikiangalia, naweza ona kwamba ni mbaya, lakini hivyo ndio Mungu ameruhusu
na ndani yake ukiendelea kumtafuta Bwana utaona mapenzi ya Mungu ni nini katika yale mambo ambayo unayapitia. Haleluya! Ukweli ni kwamba watu wengi sana ninajua Bwana ananikuta sifania nipite hapo, kumbe ndio hivyo tunakuja Mungu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wanadamu ni wanadamu, na kuja kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yako kwamba ni lazima uingie ndani ukapate kuelewa. Sometimes anakuwa kweli pastor wako hajui, atakwambia usifanye hivi, usipitie haya, lakini kumbe ndio Mungu anakusukuma na kukupitie haya ili kwamba akufunze kitu. Haleluya! Unapofika ukutani, unapofika mwisho, sasa ndio utatambua kwamba kweli kuna Mungu. Yale mambo ambayo alikuwa anaambiwa kwamba ndio haya hapa, ndio Mungu amenifikisha, ili sasa urudi ukapate neema ya Mungu. Haleluya! Mara nyingi sana watu wamekosa kuelewa. Kila mmoja ukimuuliza anataka maisha mazuri, anataka mambo mazuri, anataka kwenda mbinguni, lakini je, makusudi ya Mungu ni nini? Na ndio maana hadi sana watu wengi kanisani wameokoka lakini hawajapata ukombozi. Haleluya! Naingia baada ya pili sasa hivi. Endelea hivyo. Ndio maana watu wengi wa kanisani, haleluya, kweli tumeokoka tunaenda mbinguni, lakini kuna mambo ambayo tumeyakosa katika maisha ya wokovu. Maana sijaelewa maksudi ya Mungu ni nini, sijajua kwa nini Kristo alijitoa, alikuja ewa akafa kwa ajili yako na yangu. Sijaelewa maksudi yake ni nini, na ndio maana ukombozi kanisani haupatikani. Lakini mchana wa leo ukielewa maksudi ya Mungu, sasa ukombozi utapatikana. Haleluya! Na nashangaa pasa unatoka basi yaona hapa, na nafikiri ile ilikuwa kwambia ndio kwa maombi, ndio hapa amekataa ukombozi. Tutaelewa maana ya uokovu. Kwa nini Mungu alikuokoa? Kwa nini Mungu akaweka majira yale pale kwa ajili ya maisha yako na yako, kwamba atakuwa watu wa kuchezea maisha ya uokovu? Maana ukombozi utapatikana vipi kama utaelewa makusudi? Wazazi wa Samsoni hawakuelewa makusudi ya Mungu katika maisha ya Samsoni, na ndio maana wanamzuia. Laiti hata kama wangeulizwa, wangemwambia Samsoni, tulikwambia, angalia sasa umetobolewa macho. Maana walikuwa hawana idea yoyote, wanajua kwamba huyu mtoto tumemwambia kwamba ni mnadhiri wa Bwana, asiwae Wafilisti. Mungu alimkataza, lakini amekosa kutusikia. Ndio maana mara nyingi sana mimi wasikataze mtu jambo na kushauri akafanya akaacha, ila ni dhambi, itakushauri ufanye, lakini ndio madhara ndani. Haleluya! Because sasa ndio kitu kingine. Sasa jua dhambi ndio utende, lakini uelewe kuna madhara ya dhambi. Ya dhambi ni nini? Ni mauti. Maana sasa jua wewe Mungu wako amekongelesha nini? Hadi jua ni Mungu wako ameongelesha nini? Sasa yangu niko pale tu kukushauri, nikueleze madhara ya dhambi na nikueleze faida ya uokovu, ya kukombolewa, ya kumjua Mungu. Hiyo ndio kazi yako. Maana wazazi wa Samsoni hawakuelewa kile ambacho Samsoni ameongeleshwa na Mungu wake, hakuelewa. Na mimi sijui leo kwamba Mungu amekongelesha nini, sijui, lakini nimekwambia safari ya kuja hapa kwenu Mungu ameniongelesha mambo mawili, na nikajua kwamba haya ndio makusudi ya Mungu katika huduma Promised Land. Haya ndio makusudi ya Mungu
kwenu ninyi na kwangu mimi, kama tutakuwa watu wa kuelewa kile ambacho Mungu anataka tufanye. Amen. Tusiangalie shida tukaona tu kwamba ni shida. Tusiangalie wokovu kaona tu ni wokovu. Baada ya kuokoka, je, Mungu anataka nifanye nini? Maksudi ya Mungu ni nini? Nini maksudi ya Mungu? Haleluya. Amen. Nini? Maksudi ya Mungu ni nini? Wajua chochote hata machafikira kukifanya kipate kile kwa Bwana. Bwana sasa. Ukishapata pale kwa Bwana, kile kitu tunachofanya kitafanyika. Maana kibali. Hata kwangu na kwa kwamba ni kibali, lakini kile kitafanyika. Hata huduma hii kuja kwanza hii ilikuwa ni mbaya kwangu nikiwa askofu. Haleluya. Maana dokta mtakuhubiri profesa na kumbe huko kwingine huko nataka nini? Kumeridhika. Ameasi. Na sikuweza kuelewa. Nikiangalia ile elimu yake yako nayo, dokta, nikiangalia sikuona kwamba ni vizuri, lakini kumbe ilikuwa ndio makusudi ya Mungu. Huduma promise na ipanuke. Hayo ndio ilikuwa makusudi ya Mungu. Lakini kiangalia kwangu mimi, wakati nikiasikia kwamba niliona ni mbaya sana, haikupendeza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haikupendeza kabisa. Nikaangalia maandiko yote, nikaangalia maandiko ya Samueli, jinsi Sauli alivyoasi, nikamwona huyu baba ni mwasi, kwani amefanya kazi ya Mungu hiyo, lakini kumbe ni kwamba makusudi ya Mungu ni huduma Promised Land ikapate kufikia wewe na ikafikia wengine. Hayo kwa makusudi ya Mungu. Amen. Haleluya. Ilikuwa ni mbaya. Ndio mfano leo hai. Ilikuwa ni mbaya. Ilikuwa ni mbaya. Ilikuwa ni mbaya. Ilikuwa ni mbaya. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini ingefanyika hivyo, ingekuwa leo. Ingekuwa. Angalia habari za Ibrahimu na Lutu. Hawangegawanyika. Bwana asifiwe. Ingekuwa na baba wa imani. Maana baada ya kugawanyika ndio Mungu anamwambia Ibrahimu sasa, inua macho kwa Bwana kapoona, nitakubariki. Haleluya. Sasa anza kuangalia maksudi ya Mungu katika maisha yako ni nini? Haya mambo unayopitia wewe unaelewa maksudi ya Mungu katika maisha yako? Hiyo shida unayopitia unaelewa maksudi ya Mungu katika maisha yako? Huo ugonjwa unaopitia unaelewa maksudi ya Mungu katika maisha yako? Unaelewa? Maana usipoelewa na kuambia kwamba utakuwa muda wa kupoteza muda, wazakuwa kama wazazi wa Samsoni. Kwani umezaa mtoto, kwani umepata kazi, umefanya biashara, lakini unaelewa makusudi ya Mungu. Kwani Mungu amekupa watoto, kwani Mungu amekupa hiyo kazi, kwani Mungu amekupa hiyo biashara. Maana hujaelewa makusudi ya Mungu wewe ukizaa. Mungu amekupa kazi. Ndio kuna kule nzuri hapa. Mungu mwana. Leo utaki. Ndio utaki. Naona pale kanisani ndio kwa juu. Nataka 80. Katika ile biashara yako, katika ile kazi ya mikono yako, unaweza. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama unakuwa unajua maksudi ya Mungu katika ile kazi ya mikono yako, kupeana pesa kiwango hicho na wengine zingine zaidi, kwamba unaweza. Lakini kama hujajua maksudi ya Mungu katika maisha yako, katika kazi yako, katika biashara yako, ni kwamba hauwezi. Amen. Jana kuna mwingine mtimanyie kitu kingine ametaka. Kanaambia ninunue stand. Kwa ile kitu mpaka piga tokona ka stand. Unaweza ile stand. Bwana sikiwe. Kwa nini laptop nunue stand na nunue kamera. Lazima kupiga hapo. Kwa ndio video. Alafu ya kwa chini. Ndio nimenunulia. Anaambia zingine za mimi bishop ndio ndio stand kwa mchana. Naenda vizuri. Wakati nataka naenda vizuri. Naenda vizuri. Lakini kwa sababu gani watu wanatoa hela yao, pesa yao kutumikia nayo Mungu?
Ni kwa sababu kuna kitu ambacho wamejua, wamelewa maksudi ya Mungu katika maisha yao, ile kazi anayofanya na ule usima ambao Mungu amewapatia. Sasa kumpatia Mungu pesa zitumike kwao si shida, maana wanajua hata kupenda hizi Mungu atanipatia. Maksudi ya Mungu ni nini? Kwamba niyo hapa ili kwamba nisimame na kazi ya Bwana. Tumemuondoe hawa mama wawili wameendelea. Lakini wamekisema hapa, mimi nisitaka kufungwa, ilifungwa kwa sababu ya washirika. Mimi na wao. Hata huko hapa inafanya mimi sikafungwa. Nikamtoa huko pasta hapa. Watafanya. Sisi kama ndaifunga, isipokuwa makanisa. Lakini hata kwa mimi kisababisha tukaseka funga. Kanisa huwa nasema hivi, nasema hivi. Makaroki, nisija. Makaroki na kumi. Nasema hivi, hawaamini pasta kufanya kazi. Sio tunaamini pasta ni full time. Alipwe, alipe nyumba, atasomeshwe. Ile kitu ni mkutano yote anafaa pata hata mkutano. Ndio basi katika fungu. Kila nilipia nao pia kuja kusudia Mungu ni katika maisha yake. Ama labda mimi nitaenda kwa Mungu kwa sababu ana pale tulikuwa kanisani ndio hapo Mungu amezidisha kwa. Haleluya. Amen. Sasa ukikaa na watu ambao hawaelewi haya maksudi ya Mungu katika maisha ya wokovu, katika huduma, uelewe kwamba mambo kama haya yatafika mahali yakakukuta, na yakakutaje kwa sababu wale watu ambao uko nao kama wazazi wa Samsoni hakuweza kuelewa maksudi ya Mungu katika maisha ya Samsoni. Kwa nini Samsoni anaitwa mnadhiri? Kwa nini Samsoni anaambiwa kwamba mama yake alikuwa mjamzito asikuje kileo, mtoto akizaliwa asimnyoe? Hakuweza kuelewa. Amina. Hata hivi wewe ukielewa maana pasta ni nini? Mchukulia mtu wa kawaida. Ukielewa maana pesa ni nini? Hata mchukulia mtu wa kawaida utaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utaelewa. Haleluya. Wewe ni mzazi. Wewe ni mtu mzima. Lakini mpaka kwanza upate ufunuo. Kwa nini Mungu ameleta mtu ndani hapa? Kwa nini Mungu ameleta mtu ndani? Kwa nini Mungu ameleta huyu bishop hapa? Kwa nini Mungu aleta huyu bishop? Maksudi ya Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Maksudi ya Mungu ni nini? Na ninasema kwamba kila kitu hufanyika kwa wema, hata kwa wale wanaompenda Mungu. Mambo yote hufanyika kwa wema, hata kwa wale wanaompenda Mungu, hata kama onekana ni mabaya, lakini hayo ni mema kwa yule mtu ambaye anayempenda Mungu. Na nikijua hivyo basi nielewe ni kwamba maisha yangu ya wokovu, safari yangu ya wokovu, kwamba nitasimama, sitaweza kuogopa changamoto siwe zisiwe, kwamba nitasimama na kwamba nitaendelea, maana nimejua maksudi ya Mungu ni nini ya mimi kuwa hapa. Amen. Elewa leo. Amen. Maksudi ya Mungu ni nini? Elewa. Elewa. Haleluya. Na mimi hiki ndio nimejifunza. Maksudi ya Mungu ni nini? Maksudi ya Mungu ni nini? Nafaa nifanye mtano wa form mwaka huu. Ila mtano kile yana sienda. Na maneno kasikia makubwa ambayo haikuwa kwa watu tuko kwa nenda shule. Ndio nimesema kitimke. Je, maksudi ya Mungu ni nini? Maksudi ya Mungu ni nini? Leo kuna maksudi ya Mungu ni nini? Ndio mimi nipataga mimi msomi. Nipita mtihani kama ni isipelia. Kama nani nilipata kutoka mimi pelia. Sikuwa na job. Nilikuwa na job hapa. Nilipata ile mwaka jana nikaingia kusoma. Na ndio hivi nimekuwa kama nimekuwa mlima. Lakini najiuliza Mungu hivi. Maana mimi shida yangu moja ni kwamba ningesumbua. Hata leo nikisoma tasumbua. Sio kwenye niko nayo. Najua hivi. Hali kama za Mungu najua kitu kile ndio nitapita. Nikadai ile hivi hicho.
Sasa hii kazi yako ikakutangele tuendelee kwa mbele sijui. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Lakini leo nilipokuwa katika nyumba ya Bwana pale usiku, nafanya kazi ya Mungu kutoka. Na kama Mungu ameniambia mpaka naomba. Nikashukuru Mungu tena pia. Hiki kama Mungu ameniambia mama kakufa. Leo asubuhi. So Mungu anaongea na nini? Ongea na yeye. Ndio kwa sababu nataka uendelee. Sasa ndio kiniambia kwamba unastahili ufanye nguo nyingine nje yako. Sio kama naye ameniambia kwamba ameona shoka madhabahu. Mwingine amevaa nguo ya blue, mwingine amevaa nguo za maskofu. Sio kadiri na swali. Swali ni kwamba majira yamefika. Bwana pale ndio na gari. Hizo ndio tukipiki, hizo ndio na gari. Bwana siku. Naona maksudi ya Mungu hapo. Naona maksudi ya Mungu hapo. Naona hapo. Nisema swali, majira yamefika. Kama majira yamefika, Mungu atanipa watu ambao wataelewa maksudi ya Mungu kwa mapato yao. Haleluya. Maana Mungu anataka kanisa lake liende utukufu hadi utukufu. Imani hadi imani, ngazi hadi ngazi. Lakini je, wale watu ambao Mungu amenipa watakuwa kama kila Samson wataelewa? Maana shida ni kuelewa kwamba na naomba hapo kwa tutafahamu, basi tutaweza kutembea katika malengo ya Mungu, katika makusudi ya Mungu. Maana hayo ndio imekoseka katika kanisa la leo. Haleluya. Watu huona kulemewa, watu huona kushindwa, watu huona uharibifu, lakini Samson aliona kwamba kuna kitu ambacho Mungu anataka kufanya. Maana tayari Mungu alimnenea, na wakati Mungu alipomnenea Samson hakuambia wazazi wake, aliendelea na safari yake. Bwana sifa sana. Safari uko naye kuendelea katika maisha ya wokovu. Mungu amekulelea, Mungu amekuokoa, amekupa neema, uko na sababu ya kuendelea katika safari ya wokovu na kuendelea kumtumikia Bwana na kufanya Bwana kazi. Elewa kwamba hayo ndio makusudi ya Mungu. Mungu hajakuokoa na akakuita bure. Hapana, kuna kitu unapofanya. Amina. Twende Yohana 1. Waraka kwanza wa Yohana hii. Waraka kwanza aya 7. Naingia na masuala ya Kristo. Naongea habari ya damu na mwili sasa. Yohana wa kwanza. Waraka wa Yohana. Mlango wa kwanza. Aya 7. Ama nianzie wa Efeso kwanza. Efeso 1. Hiyo ni sawa utaandika na Efeso 1:7 alafu Ufunuo 12:11 alafu Yohana 6:23. Kwa nimaliza. Kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Katika yeye huyo, kwa damu yake tunaye ukombozi wetu. Katika yeye huyo nani? Kristo Yesu. Katika yeye huyo Kristo Yesu tunaye mkombozi wetu. Tunaye mkombozi wetu. Sasa tuelewe kwamba kupitia kifo cha Yesu pale msalabani kwamba kimetuletea ukombozi. Haleluya. Si wokovu tu peke yake, kupitia yeye huyo Kristo Yesu ametuletea ukombozi. Maana yeye ni mkombozi, alikuja kutukomboa katika mikono ya Shetani. Haleluya. So kazi ya Kristo ni nzuri sana. Ndio maana ninapoongelea habari za uokovu, mimi imani yangu imesimama. Imani yangu haiko na shaka. Ninajua kwamba kupitia yeye Kristo huyo kwamba tumepata ukombozi.
Haleluya. Amen. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Hatuko tena chini ya laana. Hatuko tena chini ya dhambi. Tumekombolewa. Yeye huyo Kristo tumekombolewa. Nataka tuone hii damu ya Yesu mwili wa Kristo. Jinsi ilivyo ya thamani. Wakati ule kitambo in the Old Testament watu walikuwa wanaua wanyama kulingana na ukubwa wa makosa yako, madhambi yako, unaua damu ya mnyama. Lakini nyama hiyo haingeweza kumkomboa mwanadamu, haingeweza kumtakasa mwanadamu, haingeweza kumsamehe mwanadamu. Ndio maana Kristo akaja mwenyewe, haleluya, akafa pale msalabani kwa ajili yako na yangu, ili kwamba tupate neema ya ukombozi. Kristo ni ukombozi. Naposikia habari ya ukombozi, ndio habari ya Kristo ni ukombozi. Endelea. Hapo endelea hapo. Msamaha ya dhambi. Sikia. Sawasawa na wingi wa neema yake. Sikia. Msamaha wa dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Si kwamba ni mkombozi tu, pia ameleta msamaha wa dhambi. Tena sinaleta tu msamaha wa dhambi tu, anasema ya kwamba sawasawa na neema yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Dhambi zako na zangu hata kama zaonekana zimekuwa nyingi, wanadamu wakikuangalia, wakiniangalia, wanaona kwamba huyu hastahili kupata wokovu, hastahili kuingia kanisani, lakini anasema kwamba msamaha wa dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Haleluya. Neema ya Mungu ni nyingi, inafunika makosa ya zetu. Haleluya. Inaleta msamaha. Na kuna watu wameteseka makanisani, wameokoka kweli, ndio wamekombolewa, ndio kweli, lakini bado hawajakubali kwamba walisemewa dhambi zao, hawajakubali. Ndio kwamba mara nyingi sana mtu anakuwa kaingia katika maombi na kawa naomba sana maombi ya uchungu, mpaka unaona mtu analia. Si kwa sababu ya Roho Mtakatifu, ni kwa sababu shetani anamkumbusha dhambi zake. Yeye haoni kama kuna neema ya kusamehewa. Haleluya. Haleluya. Yeye haoni hii wingi wa neema ya kusamehewa. Haoni kwamba damu ya Yesu pale msalabani kwamba ilitusamehe dhambi zetu na makosa yetu. Angalia Waebrania 10:17. Sikia, dhambi zao na uasi wao sitazikumbuka tena kabisa. Dhambi zao na uasi wao sitazikumbuka tena kabisa. Ndio maneno haya jamani. Ndio maneno haya. Si Mungu. Si Mungu. Dhambi zao na uasi wao sitazikumbuka tena kabisa. Sio Mungu wetu ni mwingi wa msamaha. Haleluya. Ni wa msamaha, amekusamehe. Hata kama niliua, hata kama uliua, kwa sababu Mungu anasema kwamba dhambi zao na uasi wao sitazikumbuka tena kabisa. Mungu wetu tayari alikusamehe, amenisamehe. Maana yeye ndio mwingi wa msamaha. Tusione tu kwamba ukombozi peke yake, wokovu peke yake, basi tulikubali pia kwamba damu ya Kristo na mwili wake imetusamehe. Hakumbuki tena makosa yako, makosa yangu hayakumbuki. Kwa ufupi ni kwamba aliyafuta. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa ufupi tunapo hili. Hii ndio mwanadamu. Ndio mwanadamu amefanya dhambi. Sawa. Damu ya Yesu sasa iko hapo inafunika mwanadamu. Hii dhambi haionekani. Ngoja. Unaiona sasa? Unaona kitambaa? Sasa Yesu anaikuja. Sasa huyu anakaa ni Yesu, mwanadamu haonekani. Kwa maana Paulo anasema kwamba si yeye Kristo yeye ndani yake. So Yesu ndiye anaonekana. Maana ameleta ukombozi na ameleta msamaha. Maasi yetu, maovu yetu hatayakumbuka tena kabisa.
Haleluya. Tena kile nasumbua watu kwamba ni dhamira kutojikubali, kwamba kuelewa ahadi ya Mungu ni kweli, kwamba amesema maasi yetu hata ikumbuka tena kabisa. Lakini damu ya Yesu ni kweli kabisa, imetusamehe. Ikikuangalia, watu wakikuangalia hataona dhambi, wanaona ile neema ambayo imekufunika, ambayo imenifunika. Na hii ndio siri ya wokovu. Shetani asikufikie kwamba ulifanya dhambi jana, unastahili kuingia kanisani. Kuna watu wa kanisani pia huwa waingia kanisani wakati wa mama, hasa wa mama ndio kwa period. Asifiwe. Amina. Ndivyo Biblia inasema. Biblia inasema hivyo. Mama mnisaidie, Biblia inasema hivyo. Unless uko in the Old Testament. Biblia inasema hivyo. Wala nataka swali kutoka mama. Wala nataka swali wakati pasta kama kishiko amekuwa mwanamke. Haizi hudumu. Kwa period sasa. In the Old Testament watu walikuwa haingii kwa periods. In the New Testament tunaingia kanisani. Maana neema inafunika. Mama msichana anajipanga vizuri, anaingia kanisani, anahudumu, anashuka. Hiyo si pepo. Hebu sikilize, si magonjwa kama kaenda ishi. Nikikimbia hiyo kisha unakufa. Huo ndio usima mwanamke. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaona kwamba mtu anasikia anahukumika, anahukumika na Mungu. Hiyo ni dhambi. Hiyo ni dhambi. Hiyo ni dhambi. Sio uzima huo. Sasa shida iko wapi? Bwana sio sana. Unless wewe kwa Old Testament umekataa neema. Lakini kama unaelewa habari za neema na unaelewa ule uzima ambao uko nao, hakuna kitu kimoja kigeni kitakuzuia usiingie kanisani. Anataka kutembea na viatu kwa mambo makubwa. Lazima kuone hilo. Ni ujinga wa shetani. Ndio hiyo kadhaa ya kudanganya. Yaani kile unaongea pasta tulikuwa na mafua. Shida ni kwamba watu hawajaelewa, na ndio maana ndio kuambia, wakati unaweza kuelewa maksudi ya Mungu katika maisha yako, utapata sababu zote za kukuzuia kwamba usiingie kanisani na kuweza kumtumikia Bwana. Maana elewa kwamba Mungu wetu amesema dhambi zetu na makosa yetu hata yakumbuka tena kabisa. Mungu wetu ni Mungu wa msamaha, amesamehe kabisa. Amen. Kama tumesamehe, shida iko wapi? Mbona kama unakaa katika hali ya misingi ya dhambi, umefungwa kwa dhambi? Unless mwenyewe kenda Isaya 1:19 isome. Ikiwa utakubali utakaa katika misingi ya dhambi, kwa sababu bado uko katika misingi ya dhambi. Isaya 1:19. Nasoma. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kama mtakubali na kutii mtakula mema ya nchi. Yaani tukubali. Na tukubali vipi? Kuanzia hapo 18. Haya njoo tusemezane, asema Bwana, dhambi zetu zimekuwa nyekundu. Tukubali kwamba sio ya dhambi. Au tukubali sasa tunapata neema ya wokovu. Tunapata ukombozi. Tunapata msamaha. Ndio maana nasema kwamba kama tutakubali tutakula mema ya nchi. Haleluya. Watu wameshindwa kula mema ya nchi, wameshindwa kuona faida ya wokovu kwa sababu wamekataa kukubali. Yaani wamekaa kanisani, wamekaa sema kwamba wana mbinguni, lakini wamekufa na hali zao. Hizo zao ziko hivyo. Sasa nikwambie hivi. Sometimes mimi hadi watu kiwaambia hivi. Mimi, hebu sikilize. Mimi sina laana. Na mambo sasa ni laana. Wale kama sina laana. Sio unasemaje? Alifanyika walana. Ili sisi tuwe baraka. Sasa nikuulize wewe kanisani. Watu unakuwa laana, maisha unakuwa laana, sasa unakuwa laana. Kwa sababu utafanya kitu. Haleluya.
Bwana asifiwe sana. Haulibana kutii maana uko katika laana. Lakini mimi si kwa laana, bali naelewa. Alifanyika laana ili niliwe baraka. Bwana asifiwe. Sasa niulize na wewe umeniambia alifanyika laana niliwe baraka, uko baraka wapi? Kwa maana nini? Haleluya. Kuna Mungu anafanya watu wasema kwamba mtu amebarikiwa. Ulifanya Yesu alifika laana ili kwamba sisi tuwe baraka. Kwa hiyo tunabarikiwa ndani ya Kristo Yesu. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe sana. Lakini leo kwamba ni mpaka tukubali na kutii. Ndio hizo baraka kwamba tukapate kuziona. Ukubali vipi? Kwamba Yesu alifanyika laana ili mimi na wewe tuwe wa baraka. So mimi siko katika laana, niko katika baraka. Na hii ndio njia ambayo ninaiongelea. Maana nilikubali na ninajua maana ya wokovu. Ninajua makusudi ya Mungu katika maisha yangu. Amen. Usipoelewa basi utakuwa kila siku wewe unakuwa ni laana. Hii Biblia ni kubwa. Unapoongea habari za Yesu mwili wa Kristo, ni mambo mengi sana. Isafi kitendo unasoma hapo. Kwa pigo yake. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Niko na misiri sisi ni hospitali. Bwana njoo pigo Yesu umepona. Kama sibojeki na bojeka. Bwana asifiwe. Ndio hivi ndio mgonjwa sana. Bwana ananisaidia. Na chakula dawa. Haleluya. Nasema kwamba usiende hospitali. Nasema kwamba usiende hospitali, nenda hospitali. Maana imani hazitoki. Maana imani hazitoki. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sio kama usiende hospitali. Lakini mpaka kuna vitu navyo pia uviangalie. Maana kwa nini unaenda hospitali unajua kusudi ya Mungu. Haleluya. Mimi nimetoa shae. Na tunafikia kwa sababu vizuri. Na hiyo sipoka vizuri imani kama sije imani utakuwa mtu wa shae. Na pendo ni wazuri kila pia ndio tunaweza kupata. Ndio shetani kama sio na gambe. Sasa ndio hii tena. Usipoka vizuri kwa sababu sio Mungu ile kama chako unatakuwa tumwa wa shae. Aidike mahali utumie shae wala za kwanza kuongea kuja pesa yako. Maana kujaelewa kama kwa kufanya na leo ikiwa meza ni wake kama bwana anaongelea yataisha kama bwana yataisha kama utakubali wale kwa kitu sana mwanzo utano wa kama ndio ndio mtaiwa ndio ndio kwa sababu ndio maliza hivi bali ukenenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru. Bali ukenenda katika nuru kama yeye alivyo nuru. Sasa tunahitajika kwamba tutembee katika nuru, maana Kristo Yesu ni nuru. Yeye alipokuja duniani alileta nuru katika dunia, na pale ambapo kuko na nuru hakuna giza tena. Tuenende katika nuru, yaani tukikubali tutaelewa maana ya wokovu. Kwa nini Kristo alituokoa? Basi tuenende katika nuru. Watu hatutaki kuacha matendo ya giza, tabia za giza kuziacha, ili kwamba tuenende katika nuru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nampenda huyu Yesu. Anakuwa na wanafunzi wake, alafu anamwona Petro. Petro anamwambia kwamba haikuendapo nitakwenda. Haleluya. Anamwambia kama utakufa nitakufa. Niko bila kinywa nitakinywa. Lakini hili haya maneno Petro ambapo anamwambia Yesu haiko maneno mabaya. Maneno mazuri ya kumtia moyo. Lakini Yesu anamgeuka anamwambia Petro vipi? Kwa shetani. Haikatimi. Haya maneno Petro anamwambia Yesu maneno mazuri kabisa ya kumtia moyo. Hata mimi leo nataka utembee na mimi. Nikaenda Kisumu na mimi. Nikaenda Nairobi na mimi. Maneno mazuri ya kumtia moyo. Lakini nirudi ngeuka sasa nione shetani
ndani yako. Hata unanipa pesa tutakana ule pata kitu yako bila nchi. Hapa kwa watu nilipia kabisa niangalie. Hiyo bana shetani. Ndio Yesu aliyoshinda bwana. Bwana sasa. Haleluya. Haleluya. Anamgeukia anamwona shetani. Na Petro hakuongea vibaya, anaona maksudi ya Yesu ndani ya yake. Anataka ndoto ya Yesu itimie. Lakini anasema kwamba mimi nitatembea pamoja na wewe. Lakini Yesu anamgeukia mwambia, wewe shetani, uko nyuma yangu. Maana Yesu anatembea katika nuru. Alikuwa anajua kwamba akimruhusu Petro akitembea pamoja naye, ile maono kwa nani hatatimia. Ndio maana wala kama mnasema kama huyu mtu hawezani hapa anaenda kufanya. Hii pepo hii. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezani. Maana Yesu anatembea katika nuru na anaelewa kwamba yeye amefanyika tu picha mwanadamu, lakini yeye si mwanadamu, amevaa mwili wa binadamu, lakini anajua kwamba yeye ni nafsi, anajua kwamba ataondoka na hataelewa ataondokaje. Haleluya. Ndio Yesu aliposhuka Petro alimkana. Alimkana zilitimia. Nuru, tukienenda katika nuru wapendwa, ambaye ndio Kristo Yesu, kuna mambo mengi sana ndani yetu tutayajua. Tukitumia damu ya Yesu na mwili wake leo, hiyo nuru itaingia. Kuna mambo ndani yetu tutaanza kuyajua, yataanza kuondoka, maana Yesu ndio nuru. Amen. Ndio uzima. Haleluya. Yesu ndio nuru. Damu ya Yesu tunaidharau hii. Kwa tamani yake. Damu ya Yesu ina nguvu sana. Haleluya. Amina. Ina nguvu sana. Haleluya. Sasa hii leo tunafundisha tu. Ndio experiment. Na uone hapa. Hai maji. Sawa? Ndio kiko. Sasa tuone hivi. Mungu aje damu ya Yesu ina nguvu katika mwili wako. Maana damu ya Yesu hatukudi kufunga, mwili wako hatukudi kufunga. Wala sisi tunaweza sisi sana. Sasa hii ndio damu ya Yesu. Hii imeshikilia damu ya Yesu. Unajua inki? Inki kwa maji inafanyaje? Inafanyaje? Yes, unaona hii ni inki ama damu ya Yesu kwa hiyo. Moja baada ya kata wanyani na karangi. Sote damu ya Yesu iko hivyo. Damu ya Yesu ukitumia kwa unatumia mwili wako wote unakuwa na nuru. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa na nuru. Maisha yako yanabadilika. Maisha yangu inabadilika. Maana ni damu ya Yesu. So hatukuli kwa sababu hatukunywa tushibe ama wewe tondoe kiu, hapana. Tunayokunywa kwa sababu tunataka kwamba fanyeni hivyo kwa sababu ya ukumbusho. Bwana asifiwe. Amen. Ukumbusho. Sasa kwa sababu ukumbusho na leo bado kukuli. Tufanye hivi kwa ukumbusho. Lakini nataka kwamba ni kitendo cha imani. Nimeona wengi wametumia damu ya Yesu mwili wake na wengi wakafunguliwa, wakapona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Magonjwa ambayo watu wanasema kwamba haiwezi pona, kupitia damu ya Yesu amepona. Maliza mstari. Twashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu. Twashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu. So damu ya Yesu inaleta ushirikiano. Haleluya. Sisi kwa sisi na damu yake Yesu tunashirikiana. Hivi sasa ukitumia damu ya Yesu na mwili wake unaleta ushirikiano wako na Yesu. Haleluya. Pasipo ushirikiano wako na Mungu wako hatuwezi tembea katika nuru. Hatuwezi tenda mapenzi ya Bwana katika maisha yetu. Ndio maana wakati tunapotumia damu yake na mwili wake tunafanya ushirikiano. Haleluya. Sasa leo kwa tayari kushirikiana na Kristo. Amen. Kushirikiana na Kristo.
kama ni ushirika, kama ni nini? Tunashikana na Kristo, tunashikana na Kristo, tunashikana na kitu. Ushirika unafanyaje? Wala sasa. Sasa tunaona kwamba kama tumesamehewa dhambi, tumeokoka. Tunashikana na Kristo, tunatembea na Kristo. Nimesha ni kwamba maisha yako yote huwezi yafanya bila nani? Bila Kristo. Unamshirikisha. Hata kwenda mahali unaomba, unamuuliza Mungu akupe neema, unamshirikisha. Haleluya. Sasa tukikataa ushirika, basi wewe kwamba maisha yetu yanaharibika, maisha yetu yatakuwa vizuri, tutampatia shetani nafasi. So wakati tunapotumia damu yake na mwili wake, tunafanya ushirika wetu sisi kwa sisi na Kristo. Ni ushirika huu unaofanya. Maliza. Mwana wake yatusafisha dhambi yote. Mwana wake yatusafisha dhambi yote. Huo mwili wake na damu yake inakusafisha, inasafisha dhambi zote. Haleluya. Ndio damu na ndio mwili wake inakusafisha, inasafisha dhambi zote. Si nusu. Dhambi zote zitaje tu. Zina Mungu zitende zote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si sehemu ya dhambi, ni zote. Ni zote. Na ukiona basi haujasamehewa, ndipo ndio Mungu anakuja. Lakini ni mlakai. Leo nabii kama kukomboa kabisa. Kukomboa kabisa. Kwa maana ukisamehe watu makosa yao, na baba yetu wa mbinguni atasamehe nyinyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala baba yenu hatawasamehe nyinyi. Sasa niko nasema hivi, ikiwa dhambi zako haujasamehewa, unakumbuka kila sababu unazikumbuka, elewa kwamba shida si damu ya Yesu wala si mwili wake. Shida ni wewe. Kuna watu ambao umewabeba haujawasamehe. Haleluya. Ndio kwamba ukisamehe watu dhambi zao makosa yao, nawe Mungu aliye mbinguni atatusamehe. Lakini tusipowasamehe, naye pia Baba yetu wa mbinguni hata tusamehe. Sasa lazima kwamba tuelewe, nikiona kwamba kuna mambo yananisumbua, dhambi inanisumbua, si kwa sababu naitenda, hapana, inanihukumu, inanikula. Kuna mahali ambapo haujasamehe watu, nenda ukatengeneza kwa mahali. Ukishatengeneza kwa mahali, sasa hiyo dhambi haitakukula tena, itakorokea. Lakini kama kuna mahali ulikosana mtu na kila kazi ya maombi unaona kwamba ndani wewe ni mlema, ndio utengeneze leo. Hii damu yetu tutakwenda kutumia katika vijazo, ina nguvu sana. Damu zetu zote wala si nusu. Sio pale sana. Mungu akasema kwamba amemaliza kazi yote ya kumkomboa mwanadamu. Haleluya. Na tumekombolewa, tumesamehewa, tumetakaswa. Sasa hii dhambi imetoka wapi? Haleluya. Na ndio kuna watu nimesema kama kwamba mambala gani mfanyia sawa nisamehe. Sawa nisamehe. Ndio basi hivi leo kama kwa nisamehe na hutasamehewa. Toka tukasema ni mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Msamehe ni sawa. Msamehe.
Tena hivi na wewe tena utasamehewa, wewe mwenye dhambi. Haleluya. Leo lakini nzuri. Ili kama yake kusaidia. Ile basi kama ikutakasa. Kama mtu alifanya vibaya, msamehe leo, mwachilie leo. Amina. Msamehe leo. Na ndio maana mimi bariki sana. Nimefunza kusamehe. Nitukane, niambie, nifanye mambo yote, lakini nitafanya kusamehe. Haleluya. Hii kama nisamehewe. Ndio wengine ya mwisho mali. Sema ndio mtarudia kama tamaliza. Haya, maliza mwisho. Revelation 1:12.